Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu mtazamaji katika kipindi cha Fungua Mwadhini kinacholetwa kwako na Unga ni Taifa kutoka Mombasa Maize Millers. Na siku hii ya leo tutaweza kufungua mwadhini katika kaunti ya Mombasa, msikiti wa Uthman bin Affan hapa katika eneo la Serani Grounds, ambapo tutaweza kuungana na waumini wa sehemu hii ili kuweza kufungua mwadhini na wao. Kumbuka bidhaa hizi ambazo watakuwa wanafungua nazo mwadhini zimetengezwa kutoka katika kampuni ya Mombasa Maize Millers. Bidhaa kama hizi zitakuwa zikiwekwa hapa ili watu waweze kufungua mwadhini na bidhaa kama hizi. Baadhi ya bidhaa ambazo zitaweza kuwa hapa ni kama vile mahamri, kaimati, viazi. Na kumbuka hizi zote zimetengenezwa na bidhaa kutoka Mombasa Maize Millers. Mombasa Maize Millers wapo na unga wa Ata Makwan, upo unga wa Self Rising Baking Flour, pia wanao unga wa ngano na unga wa sima. Hakika bidhaa za Mombasa Maize Millers ni bidhaa ambazo zitakuwa zinakuletea wewe mapishi yaliyo bora katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mtazamaji, swali letu siku hii ya leo litakuwa ni kwamba kando na taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, je, ni mambo gani ambayo yanawezesha mwanafunzi ama mtoto kuweza kuhifadhi Qur'anul Karim? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwa jina naitwa Anwar Salmin Salim. Mimi ni sales rep wa Island. Niko na furaha sana kuja kuchanganyikana na ndugu zetu wa Kiislamu katika msikiti wa Uthman ibn Affan hapa ulioko Serane, kuja kufuturu na wao kama watu wa Mombasa Maize Millers. Tumekuja kushirikiana na wao. Mimi nina wasia moja kwa wazazi. Kama mtoto wako ataka ahifadhi, lazima wewe tangu mdogo ule mtoto uwe unamtrainisha. Wawasha Qur'ani ndani ya nyumba. Haezi mtoto kuhifadhi bila nyumbani kuwe hakuna Qur'ani. Haiwezekani. Na jambo la pili, iwe mtoto mwenyewe ataka kuhifadhi. Kama mtoto hataki kuhifadhi, wewe mzazi ndo ataka, mtoto wako itakuwa taabu sana kuhifadhi. Ni bidii ya wazazi na mwanafunzi mwenyewe awe yupenda kusoma Qur'an na yuipenda ile kazi. Na la pili pia ni juhudi za walimu pia kuwakazania wanafunzi wao wawe na hima na bidii ya kusoma Qur'an. Kwa sababu kuhifadhi watoto kwanza ni wazazi. Wazazi kuwa na makini na kuwatia moyo watoto na walimu. Ule utaratibu wao ndio unafanya watoto wawe na morali wa kuweza kuhifadhi Qur'ani. Badili mbali na hapo, kuna hii ambao wafanya mtoto akifaulu uenda umra, mtoto akifaulu wapata zawadi. Yoitia hisia kubwa wale wenzake ambao na baba muona mtoto fulani amfanya hivi, upata moyo. Na mtoto siku yoyote usimvunje, hata kama mfanya baya wewe mwambie ni nzuri, mwambie waweza, mtie moyo. Usimwambie mtoto zuzu wewe huwezi kushinda, wewe huwezi kupata. Hapana, mpe moyo, kwa sababu mtoto temu yote wewe umlia ile akili yake, unaweza mdanganya na peremende. Mimi kwa maoni yangu naona uhusiano wa muhimu wa wazee na walimu. Ukiwa kutakuwa na nidhamu, walimu watawasikiliza wazee na wazee watasikiliza walimu, yani yule kijana atakuwa na morali ya uhifadhi Qur'ani. Na mbio ukihifadhi Qur'ani kuna benefit fulani utapata. Unajua matatizo yetu, watu wanaona wakisoma kama hawaendi skuli basi Qur'ani haina kitu. Lakini alhamdulillah siku hizi mashallah vijana wamehifadhi, wameenda mbele, watu wameenda Misri, watu wameenda Saudi Arabia. Kwa hivyo kitu muhimu ni wazee washirikiane na walimu na tusapoti walimu. Siku chache yaqini ambazo za hesabika, tumche Mola manani, ndo lengo lake hakika. Ni mwezi wa ihsani na huruma bila shaka, kwa walio masikini na wanyonge kadhalika, wale walo na imani, ukithirisha sadaka, uwapa walio duni na wakafu
tafarijika. Ramadhan, 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 tuifunge kwa imani. Afungae kwa imani akitaraji thawabu, humsamehe manani dhambi ze kwenye kitabu. Fadhila za Ramadhani nyingi huwezi hisabu, asiache muumini akiwa hana sababu. Swala za sunna yaqini hulipwa kama wajibu, za faradhi tambueni mara mbili hesabu. Ramadhan, 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 tuifunge kwa imani. Shibe na tujipindeni kwenye hii Ramadhani, kwa matini Qur'ani tafusiri tusomeni, tusikilize mashehe. Kwa hakika yamekuwa majibu kutoka kwa wafuasi wa dini ya Kiislamu katika eneo hili la Serani Grounds ambao wameweza kufungua mwadhini katika msikiti wa Uthman bin Affan na bidhaa za Mombasa Maize Millers, bidhaa ambazo zinaleta utamu na zinakuwezesha wewe kuweza kufungua mwadhini kwa raha. Hakikisha kwamba unatumia bidhaa hizi za kutoka Mombasa Maize Millers, na iwapo unataka tutembelee msikiti wako ili uweze kufungua mwadhini na mapochopocho haya, andika comment yako katika video hii ili kikosi kizima cha Mombasa Maize Millers kiweze kukufikia pale ulipo uweze kuonja mapochopocho. Kumbuka usisahau kufuatilia kipindi hichi cha Fungua Mwadhini kikiletwa kwako na Unga ni Taifa kutoka Mombasa Maize Millers. Nimekuwa wako Alishe na hadi kesho. Salamu alaikum. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.